Na mtazamaji wangu, leo hii waziri mkuu nchini Tanzania ameweza kupata shinikizo kubwa hadharani. Hii hapa ni baada ya jamaa mmoja kuomba mabadiliko ya katiba yaweze kuzingatiwa na kufanyiwa kazi chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan bila uoga wote ule, na pia jamaa huyo ameweza kuzungumzia swala la utekaji, jambo ambalo limeweza kugusa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa vyema iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kubonyeza alama ya like na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Jina naitwa Adriano Amos, mimi ni Mfipa kutoka Rukwa. Nakushukuru kwanza waziri mkuu, umekuja kumaliza matatizo, lakini naenda kwenye swali. Swali langu ni kwamba waziri mkuu, na hapa nimeshika 2000 na zawadi yako. Swali langu ni kwamba ni lini serikali itamaliza tatizo ambalo linachukua miaka 40? Tutakuja yaani naenda moja kwa moja. Lini serikali itamaliza swala la kuunda katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ili tupunguze haya matatizo yanayotukabili kila siku? Mheshimiwa, samani, najua kesho naweza nikamkia kuzimu, lakini swali langu ndio hilo. Asante. Wakati unatembea ulikuwa unanesa, nikawa na mashaka kama utakuja na swali la msingi. Umeleta swali la msingi sana, na umesema ni lini. Kwa mujibu wa, kama umeisoma ilani, kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, swala la katiba mpya limewekwa kwenye ilani ya 2025-2030. Lakini la pili, umeeleza mahususi kwamba ni lini. Kwa umahususi huo, kwa mwongozo ambao umetolewa na Mheshimiwa Rais wakati anazindua Bunge, mtiririko uliowekwa, mmoja ulikuwa ni wa tume ambayo inaendelea na kazi, na nadhani inamaliza in 2 weeks, wiki 2 zijazo itakuwa imemaliza kazi kwa kazi ambayo ilishatolewa. Na baada ya hapo Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo wa tume ya maridhiano, kwa sababu huwezi ukaenda kwenye jambo kubwa kama hilo ulilolisemea mkiwa mko vipande. Hilo jambo kubwa, ukianzisha jambo kubwa hilo mkiwa vipande, badala ya kuunganika mnagawanyika zaidi. Kwa hiyo naamini kama ambavyo imetolewa kwenye mtiririko, itafanyika mara tu baada ya kuwa tumeshakuwa kwenye kiwango cha kuongea lugha moja. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kumsikiliza, jamaa huyo ameweza kuzungumzia swala la katiba mpya liweze kufanywa chini ya uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, iliweza kuwa ni jambo ambalo wengi hawakuweza kulitarajia, na pia jamaa huyo ameweza kuzungumzia swala la utekaji. Sote tumeweza kumshuhudia kidai kwamba kweli ameweza kutoa maoni yake, na huenda kaweza kulala mahali ambapo hapajulikani, ama mahali ambapo pataweza kuwa ni pigo kubwa kwa familia yake, ila muhimu ameweza kuzungumza. Sasa mtazamaji wangu, hiyo ndiyo hali ambayo ipo ground. Idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wangependa kuzungumza kwa njia ya aina hiyo, na pia nisingependa iweze kuwa kwa ubaya ama iweze kuonekana kwa taswira mbaya. Jamaa huyo akiwa anaonekana kama ameweza kulewa. Waziri mkuu aliweza kudai kwamba alikuwa akitarajia. Na mtazamaji wangu, jamaa huyo kwa umbali, waziri mkuu aliweza kuamini kwa mwendo aliokuwa akitembea ni kama ameweza kulewa, na huenda kile ambacho angeweza kuja kukizungumza hadharani kingeweza kuwa ni jambo ambalo halitaweza kufurahisha wengi ama kugusa yoyote yule ama kuendana na hafla iliyokuwa imeweza kuandaliwa. Ila mtazamaji wangu, huenda ikawa hata ni mbinu ambayo jamaa huyo ameweza kuitumia kwa njia moja ama nyingine kuonyesha kama kweli ameweza kulewa, ili kile ambacho ataweza kukizungumza kiweze kufikia uongozi ulioko madarakani, na mwisho siku
kutoweka kwake ama kutekwa kusiweze kufanyika, na iwapo itaweza kufanyika na kufanyiwa mahojiano, moja kwa moja aweze kuzungumza ya kwamba alikuwa ameweza kuolewa na kutokana na ulevi uliomkumba ndio ulioweza kumsababisha kuzungumza mambo ya aina ile ambayo ameweza kuyazungumza mbele ya waziri mkuu. Ila mtazamaji wangu, pia itaweza kuwa ni jambo ambalo ni la aibu kubwa kwa uongozi ulioko madarakani kama raia katika taifa lao hataweza kuongea akiwa macho makavu ama ataweza kutekwa baada ya kuzungumzia swala lile jamaa huyo ambaye ameweza kulizungumza. Na mtazamaji wangu, hii hapa ndiyo hoja nyingine inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo katika Jamhuri ya Tanzania katiba lazima iweze kufanyiwa mabadiliko, na pia kwa njia moja ama nyingine viongozi walioko madarakani ni lazima waweze kusikiliza ground, kile ambacho wananchi wanazidi kukizungumza siku baada ya siku, na ndipo ambapo uongozi huo utaweza kukubalika kikamilifu na raia, na sio jinsi ambavyo kile kinachozidi kushuhudiwa. Yeyote atakayekuwa akizungumzia uongozi ulioko madarakani kwa kushinikiza uweze kuwajibika kwa kazi ama kuukosoa, kile kinachozidi kufuatia aliweza kufanya hivyo ni kutoweka. Mtazamaji wangu, basi kutakuwa na kipindi kigumu kwa uongozi ulioko madarakani kukubalika na wananchi, kwani sio siri tena bali wananchi wengi nchini Tanzania wangependa mabadiliko yaweze kufanyika kwa njia moja ama nyingine, na ndipo ambapo angalau hata kwa mara nyingine ama kwa mara ya kwanza uongozi ulioko madarakani utaanza kuwa kukubalika na raia ambao ni wananchi wa Tanzania ambao ni wenye nchi. Ila mtazamaji wangu, kwa kweli video hii imeweza kugonga vichwa vya habari, kuzungumziwa pakubwa, na ndipo ambapo nimeweza kuona ni vyema mtazamaji wangu nami hapa niweze kukuletea habari hii. Ila tufahamu kwamba ujumbe umeweza kuwasilishwa kwa waziri mkuu, na pia uongozi ulioko madarakani kwa njia moja ama nyingine umeweza kuona jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kweli wanazidi kupinga na kukosoa uongozi ulioko madarakani kutokana na yale wanayozidi kuyatekeleza siku baada ya siku, na kuonyesha wazi ya kwamba serikali hiyo iliyoko madarakani kuna mambo mengi lazima waweze kuyatilia mkazo, kuyafanyia marekebisho, angalau ndipo ambapo mamilioni ya Watanzania wataweza kukubali uongozi wao kikamilifu. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja comment section kuhusiana na maneno aliyoweza kuzungumza jamaa huyo. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.